Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 3 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema ahadi gridi ya taifa ya maji yatoa mwanga mpya. Ahadi gridi ya taifa ya maji yatoa mwanga mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini siku ya sheria 2026 ujumbe wa haki hekima watawala. Siku ya sheria 2026 ujumbe wa haki hekima watawala. Lakini bajeti ya 2026-2027 kubana utegemezi. Bajeti ya 2026-2027 kubana utegemezi. Lakini kiama wapigaji bima afya kwa wote. Kiama wapigaji bima ya afya kwa wote. Lakini robo tatu ya kidato cha 4 waambulia alama F hisabati. Robo tatu ya kidato cha 4 waambulia alama F hisabati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe. Kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa wa mbele lenye inaanza na habari inayosema serikali ni marufuku kuzungumzia Oktoba 29. Kilele cha siku ya sheria, serikali ni marufuku kuzungumzia Oktoba 29. Lakini lengo ni kutotonesha vidonda kwa waathirika. Wakili Mwabukusi ataka viongozi kuchukua kauli zao, kuchunga kauli zao zinazoibua hisia kwa wananchi. Lakini 60% ya watoto wanaoishi katika ndoa zilizovunjika. 60% ya watoto wanaishi katika ndoa zilizovunjika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe. Lakini kuna habari inayosema shinikizo la damu katika ini ni tatizo linaloathiri wengi. Shinikizo la damu katika ini ni tatizo linaloathiri wengi. Lakini namna majoho yalivyogeuka mwiba kitega uchumi vyuoni. Namna majoho yalivyogeuka mwiba kitega uchumi vyuoni. Na serikali kutoa trilioni 15 kutekeleza miradi 2026-2029. Lakini waziri atangaza nguzo 3 za kulinda bima ya afya dhidi ya ulaghai. Na gazeti The Guardian laibuka kidedea. Gazeti la Guardian laibuka kidedea kwenye tuzo za Super Brand. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo lenye linaanza na habari inayosema Hemedi ataka kuimarishwa uwezo wa kukabili saratani. Hemedi ataka kuimarishwa uwezo wa kukabili saratani. Lakini mkurugenzi adokeza siri kuongezeka kwa ufaulu kidato cha 4. Mkurugenzi adokeza siri ya kuongezeka kwa ufaulu kidato cha 4. Lakini Dr. Mgereza ataka mpango mkakati usalama wa dawa. Dr. Mgereza ataka mpango mkakati usalama wa dawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika mwili uliokatika vipande waokotwa relini Tabora. Mwili uliokatika vipande waokotwa relini Tabora. Lakini serikali yajipanga vyema bima ya afya kwa wote. Serikali yajipanga vyema bima ya afya kwa wote. Lakini ukweli kuhusu kifo cha ubongo. Na serikali kufungua kuhusu uhuru mahakama nchini. Serikali yafunguka kuhusu uhuru wa mahakama nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye habari inayosema mahakama ni muhimu kwa ujenzi wa taifa. Mahakama ni muhimu kwa ujenzi wa taifa. Huyo ni Dr. Nchimbi asema. Lakini Mweli ataka ubunifu sekta ya umwagiliaji. Mweli ataka ubunifu sekta ya umwagiliaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru lenye asubuhi ya leo linaandika mahakama ya Mulu aliyevunjiwa nyumba
ghorofa na Jerry Silaa alipwe bilioni 3.2. Mahakama ya amuru aliyevunjiwa nyumba ghorofa na Jerry Silaa alipwe bilioni 3.2. Lakini wakili Mambukusi ataka watu waache kuzungumzia Oktoba 29, na ICU ya kisasa Karagwe yaleta tabasamu kwa kuokoa maisha. ICU ya kisasa Karagwe yaleta tabasamu kwa kuokoa maisha. Lakini Kairuki hospitali yachunguza afya bure kutoa ushauri kwa watu 500. Kairuki hospitali yachunguza afya bure na kutoa ushauri kwa watu 500. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, kwenye gazeti lako la Mwananchi huru kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele linaandika Rais Samia hapa kwenda Dubai mkutano wa uwekezaji Afrika. Rais Samia hapa kwenda Dubai mkutano wa uwekezaji Afrika. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini mbunge Ado Shaibu apinga wabunge Shabibi na Lugola kuitwa TAKUKURU. Mbunge Ado na Shaibu apinga wabunge Shabibu na Lugola kuitwa TAKUKURU. Lakini ICU ya kisasa Karagwe yaokoa maisha kuleta tabasamu. Kairuki hospitali yachunguza afya bure. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa mbele, tuangazie gazeti lako la Mtanzania leo linaandika Rais Samia aenda Dubai kushiriki mkutano wa uwekezaji barani Afrika. Lakini Dr. Nchimbi tusiotoneshane ya Oktoba 29, tuache tume ifanye kazi. Tusiotoneshane ya Oktoba 29, tuache tume ifanye kazi. Lakini ICU ya kisasa Karagwe yaleta mapinduzi huduma za afya. ICU Karagwe yaleta mapinduzi huduma za afya. Lakini kuna habari inayosema 500 wajitokeza siku ya kwanza uchunguzi wa bure hospitali ya Kairuki. 500 wajitokeza siku ya kwanza uchunguzi wa bure hospitali ya Kairuki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema Dr. Samia agiza wakuu wa mashirika ya umma wafanyiwe usaili. Lakini Mchengerwa hasitakubali mfuko wa NHIF uchezewe. Na maagizo 12 ya Rais Samia. Nchimbi awapa somo wanaharakati. Profesa Kitila anika mpango elekezi 2050. Lakini bajeti 2026-2027 yakadiriwa trilioni 61.9. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 6 kwenye gazeti lako la Uhuru. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Uhuru, tuangazie gazeti lako la Dira ya Mtanzania inaandika Dr. Nchimbi, uhuru wa mahakama usitumike kuficha uzembe. Lakini hakuna ARV feki. Hakuna ARV feki. Idrasa sasa rasmi Februari 9. Umri wa kuishi wa Tanzania waongezeka hadi miaka 68. Lakini TADB yatoa mikopo ya trilioni 1.3 tangu kuanzishwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika asubuhi ya leo, Samia atua falme za Kiarabu kushiriki mkutano wa dunia serikali 2026. Lakini Mambukusi arusha jiwe gizani. Mambukusi arusha jiwe gizani. Maboresho ya bandari forodha ya chochea uchumi Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaandika taasisi za serikali Lindi za daiwa milioni 500 ankara za maji. Lakini ICU ya kisasa Karagwe, mapinduzi ya huduma za afya. Na Nchimbi, serikali inaimarisha uhuru wa mahakama. Na mapokezi ya Makonda Arusha yatia fora. Mapokezi ya Makonda Arusha yatia fora. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye inaandika kaya 276,000 tasafu zaingizwa bima ya afya. Lakini kuna habari inayosema Samia aipa maagizo mahakama dira 2050, ataka uhuru wa himili huo usitumike vibaya. Lakini serikali yapendekeza bajeti ya trilioni 62, mpango wa 4 wa maendeleo kugharimu trilioni 477. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Huko gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele inaandika
47 bilioni kusambaza umeme vitongoji 379 Dodoma. Lakini Samia aanza ziara ya kimataifa Dubai. Samia aanza ziara ya kimataifa Dubai. Na siku 100 za Dr. Samia zaleta mapinduzi sekta ya madini kimataifa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti lako la Tanzania Leo linaandika ni GSM ashinda tenda kujenga uwanja wa Yanga. Lakini Yanga yalaani Mangungu kupigwa. Yanga yalaani Mangungu kupigwa na ushindi waipeleka Mtibwa nafasi ya 3. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika GSM kujenga uwanja wa Yanga na Steve Baka awataka Nangu Kagoma sare Simba. Lakini Mtibwa Sugar yakwea nafasi ya 3 baba. Mtibwa Sugar yakwea nafasi ya 3 bara. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Simba tusinyoshiane vidole tutavurugana. Lakini GSM washinda tenda ya ujenzi wa Yanga. Mtibwa Sugar inachapa tu ya ifunga Prison 2-1. Lakini Abubakar Ngalema arejea Dodoma Jiji na Azam tumejipanga kuwafunga Maniema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Wamachinga kwenye michezo linaandika Simba yalaani vurugu alizofanyiwa Mangungu. Lakini Nkane anza kuwasha moto TRA United. Yanga kuwafuata Farabati leo. Lakini ushindani waonogesha championship. Ibenge mechi ya Maniema ya maamuzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwenye michezo naandika Yanga tunaitaka robo finali. Na Steve Baka aweka wazi ugonjwa wa Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Uhuru linaandika Yanga ya mshukuru Rais Dr. Samia. Azam kicheko tu. Singida Black Stars wajifariji. Simba yakubali yaishe CAF-CL. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika bodi ya Simba yaomba polisi kuwakamata waliofanyia fujo Mangungu. Uwanja wa Fumba visiwani Zanzibar wafikia patamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika kampuni ya GSM kujenga uwanja mpya wa Yanga. Waliomfanyia fujo Mangungu kukiona Yanga yalani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika kipanga KVZ za ngara ligi kuu. Lakini mafunzo Queen yatembelea vichapo ligi ya wanawake. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika hili ndilo tatizo la Simba. Baka fichua aliyeiua. Lakini miaka 91 Yanga ikiweka rekodi. Na maajabu ya Grammy 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.